Neema ya Yesu Kristo hivi nanyi nyote mnaosikiza ujumbe huu. Ni mwalimu wa Biblia Tanzania, Mwalimu Joseph. Hapa kuna somo ambalo nataka niweke wazi pia kumjibu ndugu yetu Msabato. Nitajaribu kusoma komenti yake hapa. Nasema, ndugu Joseph, TikTok hapa. Ndugu Joseph, Sabato ndio dini ya kweli. Adamu alikuwa Msabato, Ibrahimu alikuwa Msabato, Nuhu alikuwa Msabato, Yesu alikuwa Msabato, na wanafunzi wake pia walikuwa Sabato. Hata wewe pia ni Msabato. Mbona unakuwa mpinga Kristo? Hivi tuwekane wazi jamani. Adamu alikuwa Msabato. Haya mawazo na Waislamu pia wanayo. Huwa wanasema kwamba Adamu alikuwa Muislamu, Ibrahimu alikuwa Muislamu, hadi Yesu alikuwa Muislamu, hadi wanafunzi wake pia walikuwa Waislamu. Swali linakuja, kama Adamu alikuwa Muislamu, ndio muasisi wa dini ya Kiislamu, sio mwanzilishi Muhammad, kwamba mwanzilishi wa dini ya Uislamu ni Muhammad. Hapana, mwanzilishi wa dini ya Kiislamu atakuwa nani? Adamu. Na kama Wasabato wanavyodai pia kwamba Adamu alikuwa ni Msabato, basi muasisi wa Usabato sio Ellen G. White, atakuwa ni muasisi ni Adamu, na watu wote walikuwa ni Wasabato, kitu ambacho hakipo. Adamu hakuwa Msabato, Adamu hakuwa Muislamu, wala hakuwa Mkatoliki, wala hakuwa Mwanglikana. Yesu hakuwa Muislamu, wala hakuwa Msabato, wala hakuwa Mkatoliki, bali Adamu alikuwa hana dini yoyote, hana dhehebu lolote. Kipindi kile Bwana Mungu alipomaliza kuumba ulimwengu, hakumwambia kwamba siku fulani utaabudu, hakuna. Isipokuwa watoto wake 30 ndio walikuja kufanyaje? Kumwabudu Bwana na kuitia jina lake, ambao ndio aliwazaa kina Enoch, ambao mtoto wa Adamu, ule mtoto wa tatu. Seth, tumwangalie kwanza hapa katika kitabu cha Mwanzo. Haya madai wanaodai wa Sabato kama hapa eti Adamu alikuwa Msabato, Ibrahimu alikuwa Msabato, hicho kitu sio kweli. Hicho kitu sio kweli. Tukiangalia hapa katika kitabu cha Mwanzo. Kwa hiyo watu wengi huwa wanapotea kwa kufuata mafundisho ya madhehebu. Mafundisho ya madhehebu huwa wanavutia upande wao. Hawavutii upande wa Biblia, wanavutia upande wao tu. Kwa hiyo tuangalie hapa. Ukisoma Mwanzo 4:1 inasema, Adamu akamjua mkewe naye akapata mimba. Adamu akamjua Hawa mkewe naye akapata mimba, akamzaa Kaini. Akasema, nimepata mtoto mwanamume kwa Bwana. Akaongeza akamzaa ndugu yake Habili. Hawa ni watoto wa kwanza wa Adamu, Kaini na Habili. Kwa tukija kuangalia kwenye hii Mwanzo 4 Mwanzo 4:25. Tumeanzia Mwanzo 4:1 ambao Adamu anapata mtoto Kaini na Habili. Baadaye walikuwa wakafa. Kaini akalaaniwa, Habili akafa kwa kuliwa na ndugu yake Kaini. Ukija kwenye hii Mwanzo 4:25 inasema, Adamu akamjua mkewe tena akazaa mume, akamuita jina lake Sethi. Akamuita jina lake Sethi, maana alisema, Mungu ameniwekea uzao mwingine mahali pa Habili, kwa sababu Kaini alimuua. Sethi naye akazaa mwana, akamuita jina lake Enosh. Hapo ndipo watu walipoanza kuliitia jina la Bwana. Ndio walipoanza kuliitia jina la Bwana vitukuu vya Adamu. Hapa katika kumuitia Bwana hawakusema siku ya Sabato, hawakusema siku ya Jumamosi, hawakusema siku ya Jumapili, wala hawakupewa sharti lolote kwamba siku hii mtaabudu, au siku hii ni mapumziko, au siku hii mtatoa sadaka fulani. Hakuna. Mtu alikuwa anaamua kutoa sadaka mwenyewe wakati wote anaotaka yeye. Nadhani hapo tunaanza kuelewana.
Hakuna siku ya sabato alioamriwa wa kina Adamu, watoto vyake Nuhu mpaka Ibrahimu. Hakuna andiko hilo. Kwa hiyo mafundisho ya sabato kwamba Adamu alikuwa msabato, Nuhu alikuwa msabato, Ibrahimu alikuwa msabato ni mafundisho ya uongo. Na huu ndio utapeli wenyewe sasa. Na ndio maana tunaposema kwamba sabato ni kanisa la mpinga Kristo, sabato hawajui Biblia, ndio haya sasa. Wapi Adamu alikuwa ni msabato? Usabato kwanza sio dini, usabato sio dhehebu. Usabato sio imani. Usabato ni kupumzika. Sabato sio imani. Sabato ilikuwa ni kustarehe tu. Haya, tukitoka hapo tuje kuangalia hapa sasa. Hapa Nuhu hakupewa sabato yoyote. Kama ipo kwamba siku fulani utapumzika, hakuna. Ibrahimu hakuna. Tuangalie hapa. Haya majibu tunayapataje? Tunapata hapa kwenye Kutoka. Kwenye Kutoka 16:28. Kwenye Kutoka 16:28 inasema, Bwana akamwambia Musa, mtakataa yangu na sheria zangu hata lini? Wapi Bwana aliwapa maagizo wazishike sheria, akamwambia Ibrahimu, akamwambia Nuhu, akamwambia Adamu kwamba mzishike hizo sabato, mzishike sheria zangu? Ni wapi andiko liko hivyo? Wachungaji wa kisabato, acheni uongo, acheni kusambaza uongo. Hakuna andiko lolote Mungu aliwaambia Ibrahimu, akamwambia Isaka, akamwambia Yakobo, akamwambia Nuhu, akamwambia Ibrahimu kwamba shikeni sabato zangu, shikeni sheria zangu. Hakuna andiko. Kama andiko hilo mkilitoa leo kwamba Bwana aliwaambia uzishike sabato, mimi niko lazima kuwa msabato na mtanipeleka mnavyotaka, mtanivanisha makambi, mtaniambia nisiwashe moto siku ya hiyo ya nani, nitafuata uongo wenu. Japokuwa kwenye Biblia hakuna kwamba ni siku ya kuabudu, kwamba ni siku ya kushika vitabu na kwenda kwenye masinagogi. Nitafanya hiyo ujinga wenu, nitafanya huo uongo wenu, nitaufuata. Kama Bwana Mungu alimwambia Adamu uishike sabato, akamwambia Ibrahimu uishike sabato, akamwambia Nuhu uishike sabato, niko tayari kufuata uongo wa kisabato. Huu uongo ambao mnaueneza sasa hivi, mnaofanya wa kisabato na kufanya makambi, nitaufuata. Nitafuata. Mnavyodanganya watu kwamba siku ya sabato ni siku ya kuabudu, mnaenda kufanya kazi ya utumishi, nitafuata huo uongo wenu. Tuangalie sasa kama hii andiko kama mtalitoa. Acheni kudanganya watu, acheni kudanganya waumini wenu. Kwa nini mdanganye namna hiyo? Kwa nini mueneze uongo kwa ajili ya faida zenu? Tuangalie sehemu ya pili.